Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kuturejesha tena na kutuweka hai na kunikutanisha na wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa darasa letu huru la neno la Mungu. Karibu sana. Tunaendelea sehemu ya pili ya somo letu linalohusu mapambo. Somo letu linalohusu mapambo. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni utangulizi, lakini leo tunaendelea mbele kama tulivyoahidi katika darasa lililopita. Aliyeko mbele yako ni Mwalimu Kachemli, nikikuletea kipindi hiki na somo letu hili la mapambo. Je, mapambo ni dhambi au si dhambi? Ili tuweze kuendelea vizuri na tafakari ya pamoja juu ya neno hili au juu ya somo hili, ni vizuri tuweke base nyingine ndogo ya kutusaidia namna ya kulitafakari somo hili au kujifunza katika somo hili. Nitapenda tuweke makundi mawili au nitafundisha kwa mitazamo ya makundi mawili. Na kama yapo makundi zaidi ya mawili, basi makundi mengine la tatu na la nne watanisamehe, lakini nitalenga makundi mawili. Kundi la wale wanaoamini kwamba mapambo ni dhambi na kundi lile linaloamini kwamba mapambo sio dhambi. Na ninaamini kwamba kuna wengine wapo hapo katikati. Hawajui waende upande A kwamba mapambo ni dhambi au waende upande B kwamba mapambo sio dhambi. Lakini kupitia somo hili na tafakari tutakayokuwa nayo ya pamoja, ninaamini hata wewe ambaye hujawa na upande, baada ya somo kuna upande, naamini utaona inakupasa uunge mkono. Kadiri tutakavyo kuwa tukiyasoma maandiko matakatifu na kuyatafakari au kuyafafanua kwa kadiri Roho wa Mungu atakavyo tuongoza. Karibu sana tuweze kuendelea mbele. Hivyo nianze na mtazamo wa kundi hili A la wanaoamini kwamba mapambo ni dhambi. Hawa wanaoamini mapambo ni dhambi wana njia au shahidi wa aina 4 za kuthibitisha kwamba mapambo ni dhambi. Ushahidi wa kwanza wanaotumia ni vifungu vya maandiko matakatifu ambavyo kwa sehemu kubwa tayari ninavyo wanavyovitumia, na yawezekana sina vyote. Na kama nitavisoma vyote, na kama kuna ambacho kitaonekana sijakisoma na mnafahamu kipo, basi wewe unayekifahamu nitaomba unitumie ili na chenyewe tuweze kukiingiza katika mchakato huu wa somo letu linaloendelea. Ushahidi wa pili wanaotumia wa kusema mapambo ni dhambi ni ushuhuda wa watu waliokuwa wanajipamba na sasa wameacha kujipamba, kwa kuwa wanadai walishuhudiwa na Roho Mtakatifu kwamba mapambo ni mabaya, na wakaamua kutii sauti ya Roho Mtakatifu na wakaacha mapambo. Ushahidi wa tatu wanaotumia ni shuhuda za watu ambao inaaminika waliwahi kufa, na kabla hawajazikwa basi walipata neema ya kupelekwa mbinguni katika ulimwengu wa roho, wakafaulu kuonana na Mungu na Mungu akasema na wao. Na walipokuwa huko waliweza kuona watu wengi sana waliowajua na kuwaamini kwamba ni waadilifu, ni watakatifu, ni watumishi wa Mungu, lakini wakielekea jehanamu au wakiwa tayari jehanamu. Na walipomuuliza Mungu ni kwa nini hawa watu wako huko wakati walikuwa ni watu wema duniani, Mungu anawaambia
pamoja na wema wao wote waliokuwa nao, walifanya makosa ambayo yalimchukiza Mungu ya kujipamba. Na Mungu anawaambia warudi duniani wawaambie watu na kuwaonya juu ya kuacha mapambo. Kwa hiyo huo ni ushahidi wa tatu wanaotumia wa shuhuda za watu wa aina hiyo. Na shuhuda hizo ziko nyingi, na yawezekana hata wewe umeshazisikia zisizo chache, aidha kwenye mikutano ya Injili, kwenye semina na kwenye mitandao ya kijamii. Klipu zao ziko nyingi zinatembea. Na ushahidi wa nne wanaotumia ni ndoto. Ni ndoto. Kuna baadhi wanasema si kama walikufa, ila wanasema wameota ndoto zikiwaonesha mapambo jinsi yalivyo haramu na kwamba haimpendezi Mungu. Na baada ya ndoto zile, basi waliamua kuachana kabisa na masuala ya mapambo, na wameanza kuwa walimu wa kuwafundisha wengine waachane na mapambo. Na hapo ninaposema mapambo, najumuisha yote yanayohusiana na kusuka, kuvaa wigi, heleni, kama ambavyo nilitangulia kusema kwenye utangulizi wa somo hili. Na kwa sababu hiyo basi wanasema mambo yafuatayo. Hawa kundi A wanao dai kwamba mapambo ni dhambi. Wanasema mapambo ni dhambi kwa sababu ni katazo katika Biblia. Na kwa sababu ni katazo katika Biblia, hiyo automatic ni dhambi. Na wanavyo vifungu ambavyo nitakusomea muda sio mrefu, japo ni vingi. Nitapenda uwe mvumilivu ili tuweze kuvisoma kwa upole na kwa utulivu, kwa sababu hakuna jambo gumu sana kutafakari na kufafanua au kujadili, hasa lile ambalo mhusika anasema ameisikia sauti ya Mungu, au ameongea na Mungu moja kwa moja, au alifika mbinguni akayaona kwa macho. Mada kama hiyo kuijadili inahitaji discipline kubwa na utulivu mkubwa, ili uweze kuwa salama, ili usijikute unashindana na Mungu, unashindana na maandiko, unashindana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitapenda, kwa sababu hiyo tutayasoma yale maandiko ambayo wanaamini kwamba Mungu aliwapatia, na yale mengine ambayo wao wengine wanaona wameyapata kupitia utafiti wao wenyewe wa maandiko matakatifu. Tutaona kwamba yanasema hicho kweli wanachokisema, au kuna shida ya tafsiri ya maandiko hayo. Lakini ukiacha hii ya kusema mapambo ni katazo, kwa hiyo ni dhambi, kitu cha pili wanasema kujipamba ni ishara ya kutokujiamini. Kwa hiyo unakuwa unafanya makosa, unakuwa eti umekosa kujiamini jinsi ambavyo Mungu alikuumba kwamba unapendeza. Kwa hiyo unajihisi upendezi, kwa hiyo ndio maana unaamua kufanya mapambo kwenye mwili wako. Sababu ya tatu wanasema mapambo ni sanamu au ni miungu katika miili yetu, na Mungu alishazuia kwamba tusijifanyie sanamu za aina yoyote, ya kuchonga au ya nini. Kwa hiyo ukiwa na hereni, iwe ni tokana na furanazi au chochote kile, kwao wanaona ni sanamu au ni miungu ambayo umeiweka katika mwili wako au umeweka katika maisha yako. Sababu ya nne wanasema mapambo inaonesha kwamba umeamua kuivaa dunia, umeamua kuivaa umeamua kuivaa roho ya Yezebeli, au umeamua kuendeshwa na roho ya Yezebeli. Kwa hiyo kuna kitu wanakiita wao roho ya Yezebeli, na tutaona pia andiko analolitumia ni kweli linasema roho ya Yezebeli ni huko kusuka na kupaka wanja na nini. Tutaona katika maandiko matakatifu, lakini wanaona kwamba unapojipamba tu basi wewe roho ya Yezebeli inakuhusu, ishaivaa na inakutumikisha. Tano, wanasema mapambo ni roho ya ukahaba. Kwa hiyo ukishaanza kujipamba, unaweka nywele vizuri, unaweka tai vizuri, au vyote utakavyokuwa uwe nadhifu. Kwa hiyo ni roho ya ukahaba. Kwa hiyo ni moja ya sababu pia wanayoitumia kuharamisha au kukataza mapambo.
Na sababu ya 6 wanasema mapambo. Na mapambo ni vitu vya kishetani, kwa sababu mapambo mengi yanatoka kuzimu. Maperfume mengi yanatoka kuzimu, mawigi mengi yanatoka kuzimu, hereni nyingi, pete nyingi, yani vitu vingi vya uzuri vinatoka kuzimu. Kwa hiyo unapokuwa umeingia kwenye mapambo, unakuwa umeamua kufanya vitu vya kuzimu. Kwa hiyo ni sababu ya 6 wanaoitoa. Tutaona kweli maandiko yanasemaje kuhusiana na vitu vya kutoka kuzimu. Lakini sababu ya 7 wanaoitumia ni roho ya ukaidi na uasi. Kwamba unapoendelea na mapambo, basi automatic wewe unadhihirisha kwamba ndani yako una roho ya ukaidi na uasi. Inawezekanaje maandiko mengi yakataze, halafu wewe unaendelea kujipamba? Inawezekanaje mpaka watu wanakufa, Mungu anazuia wasizikwe, anawapeleka mbinguni, wanarudi na ushuhuda kwamba uache, halafu wewe bado unaendelea? Watu wanaota ndoto mara kwa mara, lakini bado wewe unaendelea. Sema kwa kweli wewe unaendelea na kujipamba, basi wewe una roho ya ukaidi na roho ya uasi. Hiyo ni hoja wanaoitumia hawa watu wa kempu A. Lakini hoja ya 8 wanaoitumia au sababu wanaoitoa ya 8, wanadai kwamba mapambo ni roho ya utumwa na kuipenda dunia. Yaani kuna mtu anajipamba na nini, automatic anaonesha jinsi ambavyo huyo mtu roho ya dunia imemvaa. Ni mtu anaonyesha kwamba ameamua kuipenda dunia. Na wakati maandiko yanasema kwenye waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 4 kwamba hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo wanasema ni mbaya sana kuwa rafiki wa dunia, na mapambo ni moja ya kuwa rafiki wa dunia. Sababu ya 9 wanaoitoa, wanadai kwamba mapambo ni mkakati wa shetani, ni roho ya shetani ya kuwatoa watu kwenye mambo ya msingi ili waelekee kwenye mambo yasiyo na tija. Unaona mtu anaenda kusuka masaa 6, masaa 8, na kwa bahati mbaya wakati mwingine tena unakuta ni mwanamke anasukwa na mwanaume, au ni mwanamume unakuta anafanywa massage na mwanamke, na vyovyote vile, kwamba hii ni kuwatoa watu kwenye leli. Unaona? Kwa nini utumie masaa yote hayo unajipamba nini? Wakati kwenye Biblia huwezi kukaa na masaa yote unasoma Biblia, unafanyaje? Kwa hiyo wanasema mapambo ni chombo maalum mahususi, niseme, cha shetani cha kuwatoa watu kwenye leli. Wakati maandiko yanasema katika Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 kwamba enendeni kwa hekima mbele yao walio nje mkiukomboa wakati. Kwa hiyo tunawajibika kuukomboa wakati, lakini mapambo yanatuibia muda wa kuifanya kazi ya Mungu. Sababu ya 10 wanaoitoa, wanasema mapambo ni mlango mkubwa wa kuingiwa na mapepo. Mapambo ni mlango mkubwa wa kuingiwa na mapepo. Wanadai ndio maana ukienda kwenye mikutano na semina mbalimbali, kama nguvu ya Bwana inatembea katika kusanyiko hilo, utakaowaona wanakushwa na mapepo ni wanawake kwa wingi, kwa sababu wao ndio wenye mapambo mengi, maana milango mingi ipo kwao sasa ya mapepo. Kwa hiyo mapepo yanakuwa yana access ya kuwaingia hao watu. Kwa hiyo hizo ni sababu 10 ambazo nimefaulu kuzipata, si kwa njia ya kitabu fulani walichonacho, hapana. Nimejaribu kuzikusanya zile hoja ninazozipata kutoka kwao. Kwa mtu mmoja unaweza kukuta labda anakupa sababu 2, mwingine kula na sababu 1, mwingine na sababu 3. Kwa mimi ninapokuwa nikizipata nazikusanya tu zote kwa pamoja. Na nilivyozipanga si kwa sababu ya umuhimu wake, kwa sababu hata wao hawazitoi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo na yawezekana pia na zingine zikawa zipo zaidi ya hizi 10 ambazo nimeweza kuzileta. Lakini ninafikiri nimejitahidi vya kutosha kuzikusanya hata hizo ambazo wanazitoa, na nimewatendea haki kuzileta jinsi zilivyo, pasipo kuzipunguza wala kuziongezea chumvi. Na kama kuna sababu nyingine ya 11, 12, 13 unayo wewe wa mtazamo huo
wa kukataza mapambo, basi nitaomba unitumie ili niweze kuongeza kwenye orodha, na zenyewe pia siweze kuwa miongoni mwa hizo tutakazozijadili. Na inawezekana labda zikawa na nguvu zaidi ya kumshawishi anayejipamba asijipambe labda. Kwa hiyo tunategemea utaweza kushiriki na sisi katika mtazamo chanya tu, ili tuweze kuzitafakari kwa pamoja. Kabla ya kuendelea mbele, niseme uwe na moyo wa amani na utulivu sana katika somo hili. Kuna wengine wakiwa na somo haliko upande wao fulani wanajihisi kama mbavu zimewabana vile. Lakini naomba usikaze mbavu sana. Ni somo tu ambalo liko rafiki, na ninaposoma hivi sijasema kama ndo halali au hiki walichokisema camp A ndivyo ilivyo kimaandiko. Ndio maana tuna sababu ya kuwasikiliza watu wa camp B nao wanatafsirije haya mawazo. Sawa? Kwa hiyo sababu nyingine wanazo tutazorozesha. Okay? Na wenye mtazamo huo A ni wengi, sio wachache, na huenda wanazidi kuongezeka pia kila ikwapo leo. Hoja zao unaona namna zilivyosimama. Kwa hiyo si za kupuuza, ni za kuendea kwa utaratibu pia na kwa uvumilivu mkubwa, na zikisimama zikawa ndio ndivyo zilivyo, ndio kweli tuziamini. Lakini pia tukiona kumbe kuna jinsi ni tofauti kidogo, na wao pia watakuwa tayari kurekebishika. Okay. Na kwa sababu hoja zao zimesimama, ndio maana nimetangulia kusema lazima tupitie mistari wanaoisimamia, ambayo nitakuletea muda sio mrefu, na nitaisoma. Nitapenda kabisa hiyo mistari wanaoisimamia niisome, kuyaelezea haya ambayo wameweza kuyaelezea. Kwa hiyo uje mvumilivu unapokuwa nikiisoma, usihisi na kulia MB. Lakini natamani kuona sitoi hewani na wala wao nisipuuzie hoja zao. Kwa hiyo tutaweza kupitia ile mistari wanaoisimamia moja baada ya mwingine. Na hivyo basi kanuni za kutafsiri maandiko hapa ni muhimu sana. Lakini utulivu na kuhitaji msaada wa Roho Mtakatifu ni kitu cha lazima. Lakini kuna maswali ya kujiuliza. Ni vizuri tujiulize, ni kweli pasi na shaka kwamba mapambo ni moja ya makosa ambayo yanapelekea hizo sababu 10 ambazo wamezitoa? Ni kweli kwamba mapambo ni katazo katika Biblia? Ni kweli mapambo ni dhambi? Ni kweli mapambo ni kumkosea Mungu? Ni kweli mapambo ni kutokujiamini kwamba wewe hupendezi? Je, ni kweli kwamba mapambo ni sanamu katika mwili wa mtu? Je, ni kweli mapambo ni roho ya Yezebeli? Andiko lipi? Je, ni kweli mapambo ni roho ya ukahaba? Je, ni kweli mapambo ni kuivaa roho ya kuzimu, kwa kuwa mapambo yanatoka kuzimu? Je, ni kweli mapambo yanaonyesha roho ya ukaidi na uasi katika Biblia? Je, ni kweli mapambo ni roho ya utumwa na kuipenda dunia? Je, ni kweli mapambo yanawatoa watu kwenye reli ya kuyafanya mambo ya msingi? Je, ni kweli mapambo ndio mlango wa kuruhusu mapepo ya mwingie mtu? Ni vizuri haya mambo tuyatafakari kimaandiko, pasipo kupuuzia zile njia zao nyingine za watu wa camp A, zile shuhuda za watu waliokwenda mbinguni, zile shuhuda za watu wamesikia Roho Mtakatifu akisema na wao, zile shuhuda za ndoto wanazoziota. Na ikiwezekana ni vizuri pia kuzipata zile ndoto zao, na tuone kwamba hivyo na kuona kwamba hivyo zinavyosema ndivyo zilivyo. Lakini zaidi tutarudi kwenye Biblia. Ni kweli Biblia inaonyesha makosa au matatizo? Ni kweli Biblia inaonyesha makosa au matatizo hayo 10 kwamba yanahusiana na mapambo? Ila makosa huwezi kuyakosa kwenye Biblia. Huo ndio ukweli.
mambo ya uasi, ukaidi, mambo ya Yezebeli utakuta kwenye Biblia. Lakini je, Biblia inahusisha na mapambo? Ukisoma kwa haraka haraka na kwa juujuu utadhani maandiko hayo yanasema hicho wanachodai yanasema, lakini yawezekana ni vitu viwili tofauti. Lakini ni vizuri tuyasome hayo maandiko, na nikuombe uweze kuwa mvumilivu sana tunapoyasoma hayo maandiko. Yako maandiko mengi na nitasoma moja baada ya jingine. Niombe pia na wewe uweze kuyasoma kwa baadaye kwa muda wako huru. Andiko la kwanza wanalolitumia ni kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27 na mstari ule wa 31. Nitasoma andiko hilo. Anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 31 anasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo wanasema Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba akiwa na hayo madoido na hayo maupambo mengine wanaoyaweka, na bado Mungu aliridhika kwamba alichokifanya ni chema. Kwa hiyo unapoongeza kitu kingine, wewe ndio unamkosoa Mungu. Andiko jingine wanalolitumia ni Petro wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 3. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 3. Maandiko yanasema, kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kwa hiyo wanaonesha kabisa kwamba ukianza kujipamba kwa nje, hata mtume Petro alichakatazwa, na ilikuwa ni mtume wa Bwana, akitumiwa na Bwana na akiongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba alikataza kusuka, alikataza dhahabu na alikataza mavazi. Hicho ni kifungu kingine wanachokitumia. Kifungu kingine wanachokitumia ni Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, nayo inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na ruru wala kwa nguo ya thamani. Huku kwa Timotheo ameongeza ruru, sio dhahabu peke yake, lakini hata ruru. Kwa tafsiri hawa Camp A wanaona hata mtume Paulo anamwelekeza Timotheo kwamba wanawake tu wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, lakini si kwa kusuka nywele, si kwa dhahabu wala lulu wala mavazi ya thamani. Kwa hiyo wanakuwa wanatumia mistari hiyo. Kifungu kingine wanachokitumia ni Warumi sura ya 9 mstari wa 20. Warumi sura ya 9 mstari wa 20, nao unasema, la sivyo ewe binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Kwamba huna sababu ya kumwambia Mungu, kwani kuniumba hivi. Kwa hiyo unapokuwa unajirembesha, yani kama unamwambia Mungu, mbona uliniumba hivi? Kwa hiyo unarekebisha. Kwa hiyo maandiko wanayatumia. Na andiko jingine wanalolitumia ni Mathayo sura ya 5 mstari wa 36. Nao unasema, wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Kwamba wewe mwanadamu una uwezo wa kufanya hata unywele wako mmoja kuwa mweupe au mweusi. Kwa hiyo usihangaike na chochote katika kichwa chako. Hawaishi hapo. Wana andiko lingine, kitabu cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa 1 hadi wa 5. Nao unasema, Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea alipokuambia
yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoweni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Bethel, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Kwamba wakati Mungu anasema na Yakobo aende Betheli, kule ambako alikuwa amekutana naye kwa mara ya kwanza wakati anamkimbia Esau, ili akamjengea madhabahu, Yakobo aliwaelekeza watu wa nyumbani mwake namna kujiandaa kwenda kumfanyia Mungu ibada. Na moja ya vitu ambavyo waliviondoa ni miungu na sanamu, na katika vitu ambavyo walimkabidhi Yakobo ni pamoja na pete walizokuwa nazo na heleni walizokuwa nazo, kwamba sasa huwezi kumwendea Mungu ukiwa na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wanatumia andiko hili pia kuonesha jinsi ambavyo kwamba andiko hili linaharamisha masuala mazima ya mapete na hereni. Kifungu kingine ambacho wanakitumia ni kitabu cha Kutoka sura ya 32 ule mstari wa 2. Hasa unaweza kuanzia labda mstari wa kwanza hadi wa 6. 32 mstari wa kwanza hadi wa 6. Lakini mimi kwa sababu ya muda nisome ule mstari wa 2 tu. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuyeyusha. Nao wakasema, hii ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Hiki ni kisa kile ambacho huyu Haruni, wakati Musa yuko mlimani akiwa na Joshua, wakahisi kwamba aidha Musa amekufa, maana hawajui kilichompata na amechelewa. Wakamuomba Haruni watengenezee Mungu. Wanadai kwamba kilichotumika ni pete na heleni. Walivitoa wakamkabidhi Haruni, akatengenezea sanamu. Kwa hiyo kwamba kuna mahusiano ya kutengeneza masanamu na mapambo wanaokuwa nayo watu. Lakini pia wanatumia andiko lingine hapo hapo, kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 6. Wanasema, watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima Horebu na mbele. Kwa hiyo hiki ni kisa, hiki kisa ukisoma kwa muda wako, ni wakati wana wa Israeli wametengeneza ile ndama, Musa naye ametokea. Wanaanza kuomboleza juu ya kosa lao la kutengeneza ile ndama kama ndio miungu yao iliyotoka katika taifa la Israeli. Kwa hiyo wakaamua kufikia hatua ya toba. Na walipofikia hatua ya toba, wakavua vitu vyote vya uzuri ili waomboleze mbele za Bwana. Kwa hiyo wanatumia kifungu hiki kuonesha kwamba huwezi kuomboleza mbele za Bwana ukiwa na vitu vya uzuri, maana hivi vya uzuri havihusiani na Mungu hata kidogo. Na sababu zingine. Kifungu kingine wanachokitumia katika kueleza tetea hoja walionayo ni kitabu cha Hosea. Hosea sura ya 2 mstari ule wa 13. Hosea sura ya 2 mstari wa 13. Uwe mvumilivu, nitausoma
ili tutakapoanza kuitafakari kwa pamoja uwe una picha angalau kubwa, maana tunafahamu wengi mko kwenye mitandao huwa simu zinakuwa ziko mbali na nini. Hosea 2:13 anasema, nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali, aliwafukuzia uvumba hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito, asema Bwana. Mungu anamwambia Hosea azungumze na taifa la Israeli kwamba amwambie huyo mwanamke kwamba atamwadhibu kwa sababu katika zile siku za Mabaali yule mwanamke alijipamba kwa ajili ya Mabaali, unaona, akajipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito na kwa ajili ya Mabaali. Kwa hiyo Bwana anasema atamwadhibu. Kwa hiyo wanatumia kifungu hiki kuona kwamba yeyote anayejipamba kama huyu mwanamke wa Hosea, Bwana atamwadhibu kama alivyoelekeza kumwadhibu mke wa Hosea. Hilo nacho ni kifungu kingine wanachokitumia. Kifungu kingine wanachokitumia ni Ezekiel sura ya 23 mstari wa 40. Ezekiel sura ya 23 mstari wa 40, nao nitausoma kama ilivyoandikwa. Tena mmewatuma watu kuwaita watoke mbali, ambao mjumbe alitumwa kwao, na tazama wakaja, nawe ulijiosha kwa ajili yao, ulitia rangi macho yako na kujipamba vyombo vya uzuri. 41, ukaketi juu ya kitanda cha enzi na nini. Kwa hiyo anasema wakati nabii Ezekiel anazungumza na taifa la Israeli, Mungu alimuonesha kwamba moja ya makosa yao ilikuwa ni kujipamba na kujitia vitu vya uzuri, na Mungu akionyesha kwamba vitu vya namna hiyo havitaweza kuwasaidia, kama ambavyo wanatumia tena kitabu cha Ezekiel sura ile ya 7 mstari ule wa 19 na 20, nao ni usome. Unasema hivi: watatupa fedha zao katika njia kuu za mji, na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao, wala hawatavijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwanzo la wokovu wao. Kwa hiyo wanajaribu kuonyesha kwamba Mungu anamwambia wana wa Israeli hivyo vitu siku ya siku havitaweza kuwasaidia kwa lolote na kwa chochote. Vifungu ni vingi, lakini navisoma vile ambavyo ninavyo kwa haraka sana na karibia kuvimaliza. Tunachofuata ni kifungu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 16 hadi ule mstari wa 24. Nisikilize anasemaje Isaya. Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na huenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njunga kwa miguu yao, basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pere za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikio na vikuku na taji zao na tudusumali na mafurungu na vitambi na vibweta vya marashi na matarasimu na pete na azama na mavazi ya sikukuu na videbwani na shali na vifuko na vioo vidogo na kitani nzuri na vilemba na utaji. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa na uvundo, na badala ya mishipi kamba, na badala ya nywele zilizosukwa vizuri upaa, na badala ya kizibau mavazi ya kigunia, na kutiwa arama mwilini kwa moto. Badala ya uzuri watu wako waume wataanguka kwa upanga, na mashujaa wako vitani, na malango yako yatalia na kuomboleza, naye atakuwa ukiwa, atakaa chini. Wanasema kwa mkazo kabisa kwamba hapa hata Mungu anazungumza na nabii Isaya. Anamwambia Bwana, hawa watu waangalie vizuri, atawapiga.
hata kwa upele za utosini. Anaonyesha kwamba amekataza kabisa mishipi, amekataza pete, amekataza kusuka, patakuwa ni vipara na vizibao vile wanavyovivaa vitakuwa ni mavazi ya vigunia, walipopaka nini patakuwa ni kovu, kama palipo na pete patakuwa ni ukoma, namna hiyo, kwamba tafsiri ya maandiko haya ni katazo la vitu hivi, na kadha wa kadha wanaendelea na hoja hiyo. Kitabu kingine ambacho wanakitumia ni cha Yeremia sura ya 4 mstari wa 30. Yeremia sura ya 4 mstari wa 30. Univumilie niweze kufika, kwa sababu hii mistari tutaipitia moja baada ya mwingine ili kuleta tafsiri ya upande B, nao hii mistari wanaisemaje. Anasema, na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, ujapojitia wanja machoni, ujapojifanya kuwa mzuri bure tu. Ujapojifanya kuwa mzuri bure tu. Wapenzi wako wanakudhalau, wanakutafuta roho yako. Anaonesha kwamba hata ujapojipamba haitosaidia chochote. Naona Yeremia awaambie watu, na kama neno hili linatuhusu na sisi leo tena, kwamba tuwe makini na mambo haya. Kitabu kingine wanachokitumia kukataza mapambo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 22 mstari ule wa 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 22 mstari wa 5. Nitapenda nisome pia na wenyewe. Anasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Hicho nacho mstari wanaotumia kwenye tahadhari ya mapambo au ya uvaaji pia. Na andiko jingine wanaolitumia ni Walawi sura ya 19 mstari wa 27. Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 27. Hebu niufikie nao niweze kusoma uone nao unasemaje wa mstari wa Mambo ya Walawi wa 27. Anasema, msinyoe denge pembe za vichwa, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Kwa hiyo hapa anagusa hata kwenye kunyoa ndevu na pembe za vichwani. Haya nayo ni makatazo. Lakini kwenye huo mstari wa 27, hawa watu wa camp A sio wote wanaokubaliana nao pia. Kuna baadhi wananyoa, wanaona tu shida ni kwenye kusuka na wanja, lakini kwenye kunyoa wanaona sio shida sana, baadhi yao. Na mstari mwingine wanaotumia ni Wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa 30. Wafalme wa pili sura ya 9 mstari ule wa 30 na hadi 37. Kwa nitasoma mistari michache tu pale ili tuweze kukomboa wakati wetu katika somo hili. Anasema, hata Yehu alipofika Yezreeli akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Kwa hiyo hapa ni kisa cha Yehu alipoenda kumuua Yezebeli. Yezebeli aliposikia kwamba Yehu anakuja, akaona akapamba kichwa chake. Maana yake kupamba kichwa mnafahamu, aliweka kilemba, aliziraza nywele, aliweka mafuta, lakini kimoja wapo alichokifanya alipaka na wanja machoni pake, akachungulia dirishani amuone kwa chini Yehu. Lakini Yehu pia hakuweza kumwacha salama. Kwa hiyo wanasema mambo ya wanja hayo ni ndo ile roho ya Yezebeli. Maana wanamwona Yezebeli akipaka wanja, Yezebeli ambaye anaonekana ni mtu mbaya sana kwenye Biblia ukisoma habari zake. Na kifungu kingine wanachokitumia ni Wakorinto wa kwanza 6:19. Wakorinto wa kwanza 6:19. Maandiko haya tunaweza tukayasoma tunapokaribia kumaliza vifungu hivi. Wanasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa sababu miili ni hekalu la Roho Mtakatifu, wanaona sasa kuweka miungu mingine kama mapambo na maeleni ni kuliharibu hiyo hekalu la Mungu.
Kitabu kingine wanachokitumia ni Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Mungu anisaidie nimalize kwa haraka hiyo mistari. Nasema mstari huo uko wapi? Okay, nivumilie sekunde moja niufikie. Tayari. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitiaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo hapa wanazidi kuiona roho ya Yezebeli. Hata Yohana alipofunuliwa miaka mingi imepita, lakini aliweza kuonesha kwamba ile roho ya Yezebeli ilikuwa bado inafanya kazi. Nimalizie andiko lile la Yakobo, waraka wa Yakobo sura ile ya 4 mstari ule wa 4, anasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo hii ni mistari ambayo wanayoitumia katika kutetea hoja yao ya kukataza mapambo hawa watu wa Camp A. Hivyo basi, nafikiri tumesikiliza kwa makini na mistari mingi, na hii mistari inahitaji ufafanuzi. Hawa watu wa Camp A wanaokataza mapambo wanaisimamia, na kama ambavyo nimesema mwanzoni, kama iko mistari mingine pia una nafasi ya kuileta, nayo tutaisoma. Kwa watu wa Camp B nao wanasemaje sasa? Na tuna sababu ya kujiuliza maswali mengi. Je, hawa watu wa Camp B wanaosema mapambo hakuna shida, kusuka hakuna shida, kunyoa hakuna shida, je, hizi hoja za watu wa Camp A wanazifahamu? Huwa wanazisikia? Huwa wanasoma hayo maandiko ambayo nimeyasoma, tunayosomewa na watu wa Camp A? Je, hao watu wa Camp B wanaosema pamba hakuna shida, je, wao hawaamini kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu bado yupo na anasema na watu? Na kama wanaamini hivyo, je, madai ya hao wanaokuja wakidai kwamba Roho wa Bwana amesema na wao wanayachukuliaje? Wanayatafsiri? Lakini je, wanaamini kwamba kuna mtu anaweza akaenda mbinguni? Kama wanaamini, je, hizi shuhuda za hawa watu ambao wanadai wametoka mbinguni, wao hawazisikii au hawazielewi? Na kama wanazisikia na wanazielewa, je, huwa wanazielewa katika sura ipi na katika muundo upi? Hilo ni jambo la kusikia. Je, hawa ambao wanaona kujipamba ni halali, wao wanasimamia hoja gani ya kibiblia? Lakini pia ni vizuri tuwaulize, mistari hii ya watu wa kundi A wanaoisimamia kukataza, wao wakiisoma wanaelewa nini? Katika kujiandaa na kusikiliza hoja za upande A, ndipo nilipogundua kwamba ni muhimu kusoma mstari na kuutafsiri mstari mmoja baada ya mwingine wa hii mistari ya hawa wanaodai wa mapambo ni haramu, ni dhambi, ni katazo, ni chukizo, ni sanamu. Hawa wa kundi B waisome na wakubaliane nayo au wasikubaliane nayo kwa hoja ya kimaandiko. Hivyo basi, unapopata pumziko kidogo, tuingie moja kwa moja upande wa kundi B wanaosema mapambo sio shida, na wala hicho wanachokisema kundi A wamezusha tu, na wala sio Biblia inachokizungumza, na hiyo mistari walioisema haina maana hiyo. Wao wanasemaje? Kuna mapitio machache napenda niyatangulize tunapoenda kutafakari mambo ya kundi B. Wao wanasema hivi: tunaposema mapambo sio dhambi, hatumaanishi kwamba
hakuna anayekosea katika kujipamba. Hawa watu wa kundi B wanaanza kusema kwamba wao wanaposema mapambo sio shida, hawamaanishi kwamba hakuna mtu anayekosea, eti hakuna mtu anayekosea katika kujipamba. Wao wanaamini kwamba wapo wengi tu wanaokosea katika kujipamba, lakini makosa yao hayaharamishi mapambo. Kama vile ambavyo wako wengi wanaokosea kwenye kula chakula na wala haiharamishi kwamba kula ni tatizo. Lakini pili wanasema kila kujipamba, wanadai kwamba si kila kujipamba ni halali. Lakini pia wanasema hawamaanishi kwamba hakuna kukosea katika kujipamba. Hata kujipamba pia mtu anaweza akakosea. Lakini pia wanadai kwamba hawapingi kwamba eti shetani hawezi kujihusisha na mapambo. Wanaamini kabisa kwamba shetani pia anaweza kujihusisha na mapambo. Hicho kitu watu wa kundi B wanaamini hivyo pia. Wanaamini hivyo kwa sababu wao wanasema kwamba hakuna jambo lolote ambalo unaweza ukamzuia shetani asijihusishe nalo. Kwamba shetani anajihusisha na vitu vingi tu, si mapambo peke yake. Anajihusisha na vyakula, anajihusisha na wafanya biashara, anajihusisha na watu wa kilimo, anajihusisha kila sekta. Hata kwenye utakatifu shetani anajihusisha, kiasi kujifanya kama aonekane kama malaika wa nuru. Kwamba wanamaanisha kwamba huwezi kusema kila ambacho shetani amejihusisha nacho kimekuwa haramu, kwa sababu hakuna kitakachobaki salama. Lakini pia wao wanadai wanaposema mapambo sio dhambi, hawana maana kwamba hakuna wanaofanya matumizi mabaya ya mapambo. Wao wanaamini kwamba wapo watu tu wengi ambao wanafanya tu matumizi mabaya ya mapambo, na wanatoa mafafanuzi baadaye wanapoeleza changamoto za mapambo. Kwenye changamoto za mapambo, hawa watu wa kundi B watakueleza jinsi ambavyo ziko changamoto nyingi za mapambo ambazo haziharamishi mapambo. Kwa hiyo wanasema wao, issue hapa ni mtu kuelewa mapambo ni nini. Ili mtu asijadili hali hajui hata mapambo ni kitu gani. Na ndio maana hakuna mahali imeelekezwa kwamba mapambo ni dhambi. Hata hivyo vifungu walivyovisoma, hakuna kifungu hata kimoja kilichotaja kwamba mapambo ni dhambi. Ila tu vifungu walivyovisoma ukivifuatilia vinaonesha namna ya kujipamba. Hakuna kinachosema msijipambe, ila vinaelekeza namna ya kujipamba, vinaelekeza kiwango cha kujipamba, na vinaelekeza wapi upambe au wapi upaweke kipaumbele katika mapambo. Kwa hiyo wataonesha ushahidi wao wa hoja hizi, hawa watu wa grupu B wanaosema mapambo sio shida. Nianze na hoja yao kwamba ni vizuri kwanza tufahamu hata mapambo yenyewe ni kitu gani basi. Kwa sababu yawezekana tunazidi kujadili mapambo ni dhambi sio dhambi, lakini hata tafsiri ya mapambo ikawa haijafahamika. Na mimi naungana na wao kwamba tuwatendee haki, turejee kwa kuangalia kwanza nini maana ya mapambo. Mapambo ni kitu kinachomfanya mtu au kitu kingine au mazingira yapendeze, au yawe katika muonekano mzuri, au yawe katika muonekano uliokusudiwa. Nitarudia hii tafsiri kwamba mapambo ni kitu kinachomfanya mtu au kitu kingine au mazingira yapendeze, au yawe katika muonekano mzuri, au yawe katika muonekano ule uliokusudiwa. Hayo ni mapambo. Maana ya pili ya mapambo kwa lugha nyingine, pambo ni kitu kinachoongeza uzuri. Kwa mujibu wa tafsiri ya kamusi ya Kiswahili, ni kitu kinachoongeza uzuri. Kwa kifupi tuseme mapambo ni urembo, yani urembo. Neno hili pambo linatokana na kitenzi pamba au kupamba. Kwa hiyo pambo au mapambo ni nomino. Mapambo ni kwa wingi, pambo ni kwa umoja. Kwa hiyo mapambo ni nomino, lakini kitenzi chake ni kupamba. Na kitenzi kupamba kinamaanisha nini?
Ukishasema kupamba, maana yake kwa mujibu wa Kiswahili, kupamba ni kuvisha mavazi mazuri na ya kupendeza. Kuvisha mavazi mazuri na ya kupendeza, huko tunasema ni kupamba. Maana nyingine ya kupamba ni kutia urembo. Ni kutia urembo. Na maana ya tatu ya kupamba ni kutayarisha au kuweka vitu katika uzuri. Ukitayarisha au ukiweka vitu katika uzuri, tunasema umepamba. Na hivyo basi, kwa tafsiri hiyo ya mapambo na kitenzi chake kupamba, ndipo wanauliza, je, kumfanya mtu au kitu au mazingira yapendeze au yawe katika mwonekano mzuri ni tatizo kwa mwanadamu au ni hitaji kwa mwanadamu? Nafikiri tunaweza tukatafakari kwa pamoja hii hoja ya kundi B. Kwa mujibu wa tafakari na tafsiri ya neno mapambo, je, kufanya mtu au kitu au mazingira yapendeze au yawe katika mwonekano mzuri ni tatizo kwa mwanadamu au ni hitaji la mwanadamu? Je, ni kweli imewahi kuwa ni tatizo kwa Mungu kuyafanya mazingira yapendeze au mwanadamu awe katika hali ya nadhifu na kupendeza? Kwa tafsiri yangu, naona sio tatizo. Suala la kupendeza au kuwa katika mwonekano mzuri haviwezi kuwa ni tatizo kwa mtu, bali tunaweza kuviweka katika moja ya mahitaji yake ya mwanadamu. Na hapo ninaomba tukumbuke kwamba kuna tofauti kati ya tatizo na hitaji. Kwa mfano, magonjwa ni tatizo, dhambi ni tatizo, ugomvi ni tatizo, vita ni tatizo, na mengine kadha wa kadha. Lakini unapozungumza upendo ni hitaji, furaha ni hitaji, mapambo ni hitaji. Haviwezi kuwa ni sehemu ya tatizo la kwa mwanadamu, na kamwe haiwezi kuwa ni dhambi, na tena haijawahi kuwa dhambi katika Biblia. Na kwa sababu hiyo, swala zima la kupendeza au kuwa katika mwonekano mzuri, hili ni moja ya hitaji letu. Jambo la kuzingatia mahali hapa kabla hatujaendelea mbele, watu wa kundi B wanasema cha kuzingatia ni kwamba kila hitaji likikosa tunda la kiasi, kila hitaji likikosa tunda la kiasi, ndipo hugeuka kuwa tatizo. Likikosa tunda la kiasi, ndipo linageuka kuwa tatizo. Kwa mfano, maji ni hitaji kwa mwanadamu na wala sio tatizo. Lakini ikitokea yamezidi uhitaji wetu, ndipo yanaweza kugeuka kuwa mafuriko. Yakiwa mafuriko ni tatizo, kwa sababu mafuriko sio hitaji kwa mwanadamu. Unaona? Wanasema hii inamaanisha vyote ambavyo ni mahitaji kwetu, ni lazima viwe kwa kiasi. Kwa hiyo neno kiasi litahusisha vitu vyote ambavyo ni mahitaji yetu. Yaani iwe ni chakula, tunakihitaji kwa kiasi. Iwe ni mavazi, ni kwa kiasi. Iwe ni elimu, ni kwa kiasi. Iwe ni hekima, pia tunapaswa kuwa nayo kwa kiasi na kadhalika. Na hapa kuna andiko wanalolitumia ambalo napenda kulisoma, la Mhubiri sura ya 7:16. Mhubiri sura ya 7:16 linaloonesha kiasi, kwamba kwa kweli kiasi kinatakiwa kwenye kila kitu. Ukiondoa kiasi, basi kila kitu kitaharibika. Ile Mhubiri 7:16, maandiko yanasema hivi: usiwe na haki kupita kiasi. Hata haki yenyewe ni hitaji letu, lakini naambiwa usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno. Yaani ukishaongeza hekima mno, ufahamu sana, na pia ni tatizo, kwani kujiangamiza mwenyewe. Kwa kila kitu kinahitaji kiasi. Hata ukisoma Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 5. Timotheo wa pili
sura ya 4 mstari wa 5. Nitausoma mstari, unasema hivi: bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Yani kuwa na kiasi ni katika mambo yote. Ukishavuka kiasi unatengeneza matatizo. Hata waraka kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 3 nitausoma. Na mstari mwingine sitaisoma, muda wangu uweze kwenda vizuri. Warumi sura ya 12 mstari wa 3 anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliye kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo wanatembea katika speed governor ya tunda la kiasi, kwamba kiasi ndicho kinachotakiwa. Hata kwenye mapambo kunatakiwa kiasi, chakula kunatakiwa kiasi, hekima inatakiwa kiasi. Kitu pekee ambacho hakihitaji kiasi, kitu pekee ambacho wanadai hakihitaji kiasi ni katika eneo zima la kumpenda Mungu. Kumjua Mungu na kumpenda Mungu haihitaji kiasi. Lenyewe tunaagizwa kwa 100%. Maandiko yanasema mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa mali zako zote. Yani kwa upande wa Mungu penyewe ni kila kitu kwa 100%. Pale hakuna kiasi. Kwa Mungu hakuna kiasi, penyewe tunaenda 100%. Kwa hiyo kupiga marufuku kwa hiyo kupiga marufuku kama mapambo haifai, basi nasema hapana, hakuna hoja ya msingi, kwa sababu mapambo ni jambo ambalo haliwezi kuepukika katika maisha. Kwa sababu hata huyo ambaye anakuambia anapinga mapambo, ukimtazama mwenyewe ameenea mapambo mwili mzima, yaliyomzunguka ni mapambo. Watu wa kundi B wanakuja na kutuelekeza maeneo au vitu vinavyopambwa. Wanasema mmoja wapo ni mwili. Mwili unahitaji kupambwa kwa mavazi, viatu, mafuta, iwe ni perfume, iwe ni nini. Lakini mwili umekuwa ukipambwa na vitu vingi sana, wengine kujichola, kutoboa sehemu za mwili, kunyoa ndevu, kope, kofia, vipuli, nini mbalimbali. Watu wamekuwa wakitia urembo katika mwili hadi hatua za upasuaji aina mbalimbali, kuweka viungo bandia kama ambavyo tuliona katika utangulizi wetu. Na hivi watu wa mtazamo B wanasema watavitolea ufafanuzi katika somo litakalofuata, kwamba kwa nini kiasi inatakiwa kwenye kila hatua ya mapambo. Wanasema mapambo pia ukiacha kwenye mwili wa binadamu, mapambo yanahusisha mazingira, kwamba hata mazingira huwa yanapambwa. Lazima watu waboreshe makazi na nyumba zao, kuweka bustani, kupanda miti, kupanda maua. Ni sehemu ya mapambo ya kupamba mazingira, kuweka vivuli, kuweka njia na vibarabara na kuwekea marumaru. Ni sehemu ya mapambo, kuweka michoro kwenye kuta, kwenye miti, kuweka rangi kwenye sehemu mbalimbali. Hata kutengeneza vinyago na sanamu kwenye mazingira kuyapamba ni vizuri. Ndani ya bustani unakuta kuna kinyago cha wanyama, ndege. Ndani ya bustani kuna ka swimming pool, kuna viti, kuna visofa. Vyote wanasema huwezi kuvikwepa, labda tu mazingira na nguvu ya uchumi wewe inazuia, lakini mazingira pia bado yanapambwa. Wanasema ukiacha tu mazingira kwamba yanapambwa, hata vitu vingine kama vile milo au chakula kinapambwa. Unaona? Kwa kuwa huwezi kukwepa mapambo hata kwenye chakula. Sahani tu zenyewe za kulia chakula zina mapambo. Zile bakuli, vijiko, uma, birika na majagi mbalimbali ya mezani, yote ukiangalia yapo katika mfumo wa mapambo. Wanasema hata namna ya ukataji matunda, saladi, wanasema huwezi kukata tu kienyeji, lazima ukate kwa mapambo. Huwezi kukata kitunguu kama umekata na shoka au una upanga. Unataka kuchora cabbage unaikata kwa kiwango. Unataka kukata kiazi unakikata kwa vipimo. Unataka kukata nyanya ni kwa slice nzuri. Unataka kutengeneza kachumbari watu wa ile, huwezi kuvikatakata tu.
wanasema lazima vile vipande vitakuwa katika mtindo mzuri. Iwe ni matunda, ni matikiti, unaleta mezani, ni maembe, ni mapapai, yatatengenezwa tu katika muundo na shepu ambayo pia ni ua la kupendeza kwa yule anaenda kutumia. Wanasema hata uandaaji wa mboga kwenye sahani au ugali kwenye sahani au wali kwenye sahani, huwezi tu kumwaga tu na uweka. Wanadai lazima utaweka kwenye mapambo. Na ndio maana ugali huwezi kutoa kwenye kasufuria ukaumwaga kwenye sahani vile vile ulivyo ukasambaa tu kupeleka mezani. Hapana, lazima utachukua mwiko, utaumba kaumbu fulani, au utapakulia kwenye kabakuli, utajaribu kurusharusha kidogo, ukae kwenye kaumbu fulani. Hata kama ni wali, wakati mwingine unaokia kwenye kabakuli kingine unashindilia, ili ukifunikia kwenye ile sahani ukitoa iwe kawepo kaumbo kakuvutia kama ua fulani la mlaji. Anasema huwezi kukwepa mapambo huko kote utakutana nayo. Anasema hata uandaaji wa nyama, huwezi kukata vipande tu kama vile vimeraruliwa na meno ya simba. Utaweka vipande katika shape au ni vya samaki katika shape. Anasema kwa hiyo huwezi kukwepa mapambo kwenye eneo hata la chakula. Unafanyaje? Naona wanasema hata mwili wa marehemu unapambwa, anaenda kuzikwa, hata kaburi anaoenda kuzikiwa linapambwa. Unakwepea wapi? Hata vitanda vyetu tunavyovinunua au chongesha vinaumpa mapambo. Hata shuka tunazotandika sipo katika mapambo. Hiyo hata kama ni rangi moja utaitandika kwa mapambo. Hata kama sio ya rangi moja, labda ina mistari ya michirizi ya pundamilia, utatandika kwa mapambo. Anasema hapana. Kitu gani unasema hakipambwi? Anasema hata vyuma hivi, nondo hizi, hizi papi zinapambwa. Na ndio maana huwezi kukuta nondo zimekunjwa tu kwenye madirisha, kwenye magrili, maji tu limekunjwa mwizi asiingie. Utakuta tu imewekewa nakshi, mikunjo maalum angalau ifanye kazi ya ulinzi kwenye dirisha, lakini ikiwa ni sehemu ya ua na kupendezesha nyumba. Kwa hiyo kwamba mapambo ni kitu ambacho huwezi kukikwepa. Iwe ni kwenye mapambo ya nje, hata mapambo ya rohoni huwezi kuyakwepa. Nayo pia tutayaona mapambo ya rohoni yapo. Kwa hiyo watu hawa wa kempu hii B wanasema mapambo ni kitu kisichokwepeka, kwa kuwa hakijawahi kuwa tatizo na hata sasa sio tatizo, na wala hakuna mahali Mungu amesema mapambo nimepiga marufuku. Haipo, ila wanaelekeza kiasi ndicho kinachotakiwa katika swala zima la mapambo. Wanaendelea mbele, wanasema kwanza, muasisi wa mapambo ni nani? Wanadai kwamba muasisi wa mapambo ni Mungu, kwamba karibu kila kitu kimeasisiwa na Mungu, kwamba hata mapambo yameasisiwa na Mungu. Mungu ni muasisi wa mapambo kwa njia ya uumbaji wake. Uumbaji wake unaonyesha jinsi Mungu alivyo mbunifu na mpambaji bora kuliko watu wote. Wanasema tazama miinuko na mabonde, jinsi ambavyo vinafanya nchi ipendeze. Tazama nchi kavu, eneo la bahari, eneo la maziwa, eneo la mabwawa na miti na miinuko. Utaona jinsi ambavyo Mungu anafanya mambo yapendeza. Wanasema tazama aina za wanyama kwa aina zake. Tazama ndege wa angani kwa aina zake. Wote wanafanya mapambo ya dunia yaweze kuwepo. Wanasema tazama viumbe wa majini au baharini, na wapo katika sampuli mbalimbali, wote hufanya mazingira ya kupendeza. Wanasema inua macho yako tazame hewani, angani. Utaona jinsi ambavyo maandiko yanasema Mungu akalipamba anga, kwamba yeye ni muasisi na mpambaji. Wanasema angalia jinsi ambavyo Mungu aliamua kuweka rangi za aina mbalimbali, kwamba angeamua tu afanye rangi moja iwe nyeupe tu, lakini Mungu aliona kwamba kwa nini nifanye rangi moja tu iwe nyeupe? Akaamua kuachilia rangi ziwe aina mbalimbali kuonyesha mapambo, rangi za blue, kijani, nyekundu, nyeusi. Naona, lakini pia hakuishia kwenye rangi peke yake. Wakaona Mungu akaamua kupamba hata sauti. Akaamua kuweka sauti za aina mbalimbali ili masikio yasikinai kusikia. Naona, akaweka sauti za watu tofauti tofauti, sauti za ndege, sauti za vifaa mbalimbali, na ndio mtu anasikia testi na ladha mbalimbali aweze kuendelea kuishi na kuenjoy uumbaji wa Mungu. Wanasema hakuisha tu kwenye sauti za aina mbalimbali, lakini pia Mungu akaweka ladha au zile test za aina mbalimbali. Naona, anaweka testi za chungwa, za papai, za limau, za parachichi, za embe, za karoti, za chocolate. Hizi zote ni kupendezesha ladha, kwamba Mungu ni muasisi wa kila unachokiona cha aina mbalimbali. Lakini hakuisha kwenye ladha, kwamba Mungu akapamba hata harufu.
akaruhusu harufu isiyo ya aina moja, akaweka harufu za aina mbalimbali. Ndio maana ukasikia harufu ya kitu fulani, harufu hii ya ng'ombe, harufu ya binadamu, harufu ya embe, harufu ya papai, kwa hiyo harufu ya karafuu, harufu ya chocolate, harufu ya vanilla, unasikia taste, una enjoy, kwa sababu hizo zote ni varieties ambazo Mungu ameruhusu ili mwanadamu asikinai kunusa. Lakini pia hakuishia tu kwenye kutengeneza varieties za kunusa, akaona hata kwenye hisia asifanye hisia ya aina moja, siwepo hisia za aina tofauti. Na ndio maana kwenye ngozi yako unaweza kuhisi baridi, ukahisi joto, au ukaivaa nguo fulani mwili wenyewe ukasikia unajisikia vizuri. Kuna wakati ukajihisi joto, ukajihisi baridi, ukajihisi upepo kanapita. Kwa hiyo hizi zote ni hisia ambazo Bwana ameweza kuziweka ili kufanya mambo yawe mazuri, yazidi kupendeza, na ili pia tuzidi kujisikia vizuri au kuweza kujisikia vibaya. Yote wanayasema ni kwamba Mungu yeye ndiye muasisi wa haya mapambo yote. Kwa hiyo mapambo hakuna mahali yamekatazwa, lakini muasisi wa mapambo ni Mungu. Mungu ameyafanya yote yapate kuwepo. Na kwa sababu hiyo upande B wanasema wanakuja na hoja ya kupitia mstari mmoja baada ya mstari mwingine wa mistari ile ambayo nimeisoma inayotumiwa na kundi A la kukataza mapambo. Wao wakionyesha kwamba mistari ile haimaanishi kile ambacho kundi A wanasema inamaanisha. Na baada ya kuipitia ile mistari, basi kipengele kitakachofuata ni kuziona faida za mapambo na kuona changamoto za mapambo na ushauri wa kibiblia kuhusu mapambo. Baada ya kuyasema haya ni mengi sana na nimekwenda kwa spidi kubwa mno, kwa kuwa nilitamani kuona somo nilimalize mapema. Aidha kwenye sehemu ya 5 ya 6 ndio nimemaliza. Hii ni sehemu yetu ya pili la somo la mapambo. Nimejaribu kupitia kwa muhtasari pia mkubwa wa kile wanachokisema kundi B kuhusu mapambo na uhalali wake, na kile wanachokisema kundi A kwamba mapambo si halali kabisa, ni katazo na dhambi na ni sanamu na ni upagani mkubwa sana. Kwa hiyo tutaweza kuangalia sasa ni yupi yuko sahihi zaidi, hasa tutakaporudi kwenye maandiko husika yaliyosomwa. Kwa hapa tunapata picha ya jumla, lakini ni vizuri tutarudi kwenye maandiko husika, na wewe ni kukaribisha kwamba usinichoke. Sasa kinachofuata ni kuyaangalia yale maandiko yanayoshindaniwa kitafsiri, kwamba ni kweli hili linakataza au halikatazi. Ni kweli mapambo sio tatizo, kinachotakiwa ni kiasi tu. Maandiko yanasemaje? Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni ya kutembea na maandiko. Ni kweli Mungu ndiye muasisi wa hayo mapambo, tutatembea na maandiko. Na ni kweli hizo ndoto na mafunuo yanatoka kwa Mungu, tutatembea na maandiko, kwa sababu tutakapogundua ndoto yoyote inapingana na kile Biblia inasema, hiyo ndoto tutaitilia shaka. Tutakapoona mafunuo yanapingana na kile Biblia inasema, mafunuo hayo pia tutayatilia shaka. Lakini katika yote tunahitaji utulivu na kuruhusu Roho Mtakatifu pia awe mwalimu mkuu tunapozidi kutafakari habari hizi za mapambo. Asante sana kwa kunisikiliza. Nikukaribishe katika kipindi kifuatacho. Usisahau kushare na kusubscribe na kualika watu wengine katika kipindi chetu hiki cha mapambo katika darasa letu huru la neno la Mungu. Ni mimi mwalimu wako Kachemli. Karibu tukutane katika kipindi kifuatacho. Asante sana kwa kunisikiliza.